Kuna mambo mengi katika maisha ambayo huanza kidogo kidogo sana, lakini mwisho wake huwa mkubwa sana. Watu wengi hawaharibiki ghafla, wanaharibika taratibu, lakini kwa uhakika hawapotei mara moja. Wanapotea kwa kupuuzia ishara ndogo ndogo ambazo walidhani hazina madhara katika maisha yao. Ni kama mtu mgonjwa, dalili huanza taratibu, lakini akipuuza ugonjwa hugeuka kuwa hatari kubwa zaidi. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya kiroho. Kuna ishara ambazo Mungu huturuhusu tuzione mapema ili tujirekebishe, lakini tatizo ni hili: watu wengi wanaziona dalili, lakini wanazipuuzia kwa sababu wanadhani ni mambo madogo madogo. Leo ninataka tufungue macho ya kiroho, tuone ishara hizi 5 katika maisha yako. Usipuuze, kwa sababu zinaweza kuwa ni onyo la hatari kubwa iliyoko mbele yako. Nikuombe tunapoendelea na video hii usitoke mpaka mwisho, maana ishara ya 5 ndiyo inaweza kukushangaza zaidi. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe katika channel hii, lakini pia kulike video zetu na kucomment. Mungu akubariki, maana unasaidia video zetu ziwafikie watu wengi zaidi. Namba 1, unapoteza njaa na shauku ya neno la Mungu. Hii ni ishara ya kwanza na ya hatari sana. Zamani ulikuwa una hamu ya kusoma neno la Mungu, kuomba na kuwa karibu na Mungu zaidi, lakini sasa unajikuta huna kabisa ile njaa ya kiroho. Unalazimisha tu mambo ya Mungu na mara nyingi hata hujisikii kufanya chochote juu ya Mungu. Hii si kawaida. Hii ni ishara ya hatari zaidi. Biblia inasema katika Ufunuo sura ile ya 2 fungu la 4 kwamba nina neno juu yako ya kuwa umeuacha upendo wako wa kwanza. Hii inaonyesha kwamba mtu anaweza kuwa bado yupo kanisani, lakini moyo wake uko mbali na Mungu. Na katika Amosi sura ile ya 8 fungu la 11 inasema, Mungu anasema ataleta njaa, lakini si njaa ya chakula, bali ni njaa ya neno lake. Ukifikia mahali ambapo neno la Mungu halikusisimui tena, jua kuwa kuna hatari kubwa iliyo mbele yako. Huenda ikawa adui ameanza kuvamia bila wewe kujua. Namba 2, huna amani ya ndani ya moyo wako. Kuna watu wana kila kitu lakini hawana amani. Unajikuta moyo wako una hofu, una wasiwasi, una mashambulio, una msukumo usioeleweka. Hata ukiwa peke yako, ndani yako hakuna utulivu kabisa. Hii ni ishara kwamba kuna kitu hakiko sawa cha kiroho ndani yako. Biblia inasema wazi katika Isaya 48 fungu lile la 22, hakuna amani kwa ovu. Hii haimaanishi tu mtu mbaya sana, bali mtu yoyote aliyejitenga na mapenzi ya Mungu hawezi kupata utulivu. Na katika Wafilipi sura ile ya 4 fungu la 7 tunaona kuwa amani ya Mungu hupita akili zote. Hiyo ukiikosa amani, jiulize, je, bado nipo ndani ya mapenzi ya Mungu au ninaishi katika mapenzi yangu mwenyewe? Hivyo hunifanya nikose amani. Namba 3, maombi yanakuwa mazito na magumu kwako. Zamani ulikuwa unaomba kwa furaha, lakini sasa maombi yamekuwa mzigo. Unaanza kuomba halafu unachoka, unakata tamaa au unapata usingizi ghafla wakati wa maombi. Hii ni ishara kwamba kuna vita ya kiroho inayoendelea dhidi yako, hata wakati mwingine bila wewe kujua. Katika Efeso sura ile ya 6 fungu la 12 inasema, maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Hivyo kuna mapambano ya kiroho ambayo yanaweza kuathiri hata maisha yako bila wewe kujua. Yanaweza kuathiri maisha yako ya maombi. Katika Luka sura ya 18 fungu ni lile la kwanza nasema, anazungumza, inatukumbusha kwamba tunapaswa kuomba siku zote wala tusikate tamaa. Ukiona maombi yamekuwa magumu, usipuuze. Hiyo ni ishara ya vita vya kiroho. Namba 4, unaanza kuzoea dhambi bila kujisikia vibaya. Hii ni hatari sana kuliko zote. Unafanya dhambi lakini dhamiri yako haishtuki tena.
Mambo ambayo zamani yalikuumiza moyoni sasa unayafanya kawaida tu. Hii inaonyesha kwamba moyo wako umeanza kuwa mgumu. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 fungu la 2 kuhusu watu ambao dhamiri zao zimechomwa moto, hawasikii tena maumivu ya dhambi. Na Warumi sura ya 6 fungu lile la 23 anazungumza, anasema wazi, mshahara wa dhambi ni mauti, hivyo kuzoea dhambi si jambo dogo, ni ishara ya hatari ya kiroho katika maisha ya mwanadamu. Namba 5, ambayo hii ni ya mwisho lakini ni kama ya kwanza na ya hatari zaidi. Maisha yako yamekwama kwa ghafla bila sababu. Hii ni ya mwisho lakini ni kama ndio ya kwanza inayoanza na ya hatari zaidi. Unajikuta mambo yako hayasogei tena, kazi haziendi, mipango haifanikiwi, kila kitu kinaonekana kusimama ghafla. Unajitahidi lakini hakuna matokeo. Hii inaweza kuwa ishara ya kizuizi cha kiroho. Ukisoma katika Danieli sura ya 10 fungu lile la 12 hadi 13, tunaona jinsi ambavyo Danieli alivyocheleweshwa kwa sababu ya mapambano ya kiroho. Hii inaonyesha kwamba wakati mwingine kuchelewa au kukwama si kawaida. Si kawaida kabisa. Kuna wakati kuchelewa na kukwama inawezekana kuna mapambano ya kiroho yanayoendelea. Kwa Danieli hapa tunaona ni mpaka pale ambapo Mikaeli mwenyewe alikuja kupambana, kwa sababu majibu yalikuwa yameshatoka zamani, lakini kwa sababu ya vita ya kiroho yalizuiliwa mahali fulani. Na wakati mwingine katika Yeremia sura ya 5 fungu la 25, Biblia inasema dhambi zinaweza kuzuia mema yasitufikie. Sasa hapa tumeona mambo 5 ambayo haya, mpendwa, ukiyaona katika maisha yako ya kiroho usipuuze kabisa, maana ni dalili ya kwamba umeanza kushambuliwa kiroho, wakati mwingine bila kujua. Mungu anakuita ili uweze. Mpendwa, ishara hizi 5 si za kupuuza. Ni kama taa nyekundu inayokuonyesha kabla ya ajali haijatokea. Mungu anakupenda, ndio maana anakufunulia hii leo mapema. Usisubiri mambo yawe mabaya zaidi. Leo chukua hatua mapema. Rudi kwa Mungu wako. Rekebisha maisha. Hebu kumbuka maisha yako ya kwanza. Kumbuka jinsi ambavyo ulivyokuwa umeanza kuamini, ambavyo ulikuwa na shauku ya maombi, ambapo ulikuwa na shauku ya kusoma neno la Mungu, ambapo ulikuwa na shauku ya kutafuta uso wa Bwana. Hebu kumbuka upendo wako wa awali. Mungu anakukumbusha leo. Lakini pia omba kwa bidii. Yesu alisema, ombeni bila kukoma, na imewapasa kuomba siku zote, wala msikate tamaa. Hata kama kuna nyakati utaona maombi yako kana kwamba hayajibiwi, Yesu hakusema tuombe mpaka tuchoke, bali alisema ombeni bila kukata tamaa. Lakini jambo lingine natamani kushauri hivi: kataa dhambi. Neno la Mungu linasema kwamba sikio la Bwana sio zito hata asiweze kuokoa, lakini maovu yametufarakanisha hata asiweze kusikia. Kwa sababu ukweli ni huu, ukipuuza ishara utajikuta uko kwenye matokeo. Ninakutia moyo mpendwa mfuatiliaji wa Hope Praise Ministry, wewe ambaye unaendelea kufuatilia, lakini pia nikuombe sana wewe ambaye bado hujabonyeza alama ya subscribe katika channel hii, tafadhali sana usahau ili channel hii wafikie watu wengi, lakini pia usahau kubonyeza alama ya like ili video zetu ziendelee kwenda. Na ninakutakia baraka, ninakutakia neema ya Mungu. Mungu akusaidie sana katika kushinda dhambi, akusaidie sana katika changamoto unazopitia. Bwana akuangazie nuru ya uso wake. Bwana akulinde na kufadhili katika jina la Yesu Kristo. Amen.